Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Alhamisi ya tarehe 25 Disemba mwaka 2025. Kama kawaida, kwa ambaye labda hajapata utabiri wa mwaka 2026 sehemu ya kwanza na sehemu ya pili na sehemu ya tatu, zote tayari ziko YouTube. Ukiandika tu utabiri wa mwaka 2026 utapata. Na kwa ambaye anahitaji utabiri haraka zaidi kwa njia ya SMS au WhatsApp, basi anaweza kujiunga kwa shilingi 3000 kwa kupitia namba zetu hizo. Kama kawaida, tukianza na utabiri wa nyota ya Kondoo au Punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Wengine unavutia kwa sababu unaonekana mzuri, sio tu kwamba unavutia bali pia una nguvu na unajituma. Rafiki anaweza kukushangaza leo, au labda utakutana na mhusika, mtu asiye na tabia nzuri, tofauti au anayependa mambo ya nje. Kaa tayari. Tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Kuwa mwanadiplomasia leo kwa sababu unaonekana sana, kumaanisha watu wanakutambua zaidi ya kawaida. Zaidi ya hayo, unaweza kuasi mamlaka leo. Fikiria picha yako. Mahusiano na wakubwa, wazazi au polisi yanaweza kukukasirisha. Fikiria kabla ya kuzungumza. Kamwe usidharau nguvu ya adabu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Zingatia kila kitu unachosema na kufanya leo kwa sababu hii ni siku inayokukabili kwa mambo muhimu. Kwa macho unaposafiri, utakuwa na busara kuepuka mada zenye utata kama vile siasa na dini leo, kwa sababu mada hizi zinaweza kusababisha mabishano. Hakuna mtu anayefaidika na mabishano. Tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 20 Julai. Pumzika, kuwa mvumilivu na wenzako na marafiki wa karibu, kwa sababu unaweza kukasirika na mtu kutokana na mirihi kuwa kinyume na ishara yako. Kwa bahati nzuri, Zuhura pia iko kinyume na ishara yako, ambayo itakaribisha mambo. Linda vitu vyako vya muhimu vinavyokuweka mjini leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 20 Agosti. Ni rahisi kwako kuwa na shughuli nyingi na bidii leo kwa sababu una nguvu na shauku. Utavutia wengine katika juhudi zako na kukamilisha mambo. Hata hivyo, mwenzi au rafiki wa karibu anaweza kutumia mlio wa kelele au kufanya jambo ambalo litakushangaza. Kuwa mwangalifu na mvumilivu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Masuala yanayohusiana na kazi yako yanaweza kukatizwa leo. Vifaa vinaweza kuharibika. Ajali zinazohusiana na kazi pamoja na matukio yasiyotarajiwa yanayohusiana na mnyama wako yanaweza kutokea. Hata hivyo, hii ni siku nzuri ya kujumuika pamoja. Nguvu fulani itakuwa ya ushindani. Tukiendelea na upande wa nyota Mizani. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Wazazi wanapaswa kuwa macho zaidi leo kwa sababu hii ni siku inaweza kusababisha ajali ya aina yote ile. Wakati huo huo, mipango ya kijamii inaweza kubadilika ghafla au kufutwa. Mkazi wako ni nyumbani, familia na maisha yako ya kibinafsi. Kuwa mvumilivu na machafuko yanaongezeka ya kifamilia. Kumbuka wewe ndiye mpatanishi. Tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Utaratibu wako wa nyumbani utakatizwa leo. Vifaa vidogo vinaweza kuharibika. Kidogo kunaweza kutokea. Watu usiowatarajia wanaweza kufika. Inaweza kuwa kutokana na chochote. Kwa bahati nzuri, ujuzi wako wa mawasiliano ni bora. Unazungumza vizuri na unashawishi. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Zingatia kila kitu unachosema na kufanya leo kwa sababu hii ni siku inakufanya upate heka. Fikiria kabla ya kuzungumza. Punguza mwendo na fanya mambo kwa uangalifu na pole. Mawasiliano ya kila siku au ndugu yako yanaweza kushangaza. Ununuzi mtiririko wa pesa na mali ni kipaumbele leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Hii ni siku yenye nguvu kwako kwa sababu Jua, Zuhura na Mirihi katika ishara yako vinaongeza nguvu zako na pia vinakufanya uwe wa kuvutia na wa kidiplomasia.
Hata hivyo, jambo lisilotarajiwa linaweza kuathiri fedha zako au kitu unachomiliki. Endelea kufungua macho yako. Tukiendelea na upande wa nyota ndoo. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Leo mwezi uko katika ishara yako ya kutokubaliana na mtala wako Uranus na kufanya uhisi uasi, usiotulia kabisa na mkaidi. Huenda hafla ukawa na shauku kubwa na jambo fulani, hasa jambo lisilo la kawaida. Pumua then pumzika. Tukimalizia na upande wa nyota samaki. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Furahia kuwa na wengine ingawa huenda kuna kipengele cha ushindani. Una hamu ya kuzungumza na wazazi na wakubwa, hata kama jambo lililofichwa au la faraha unalolijua linaweza kusababishia sintofahamu. Pesa zitaflow sana leo. Kama kawaida, tunaendelea katika upande wa kuzungusha gurudumu letu la bahati kwa kuangalia muda mzuri wa bahati katika upande wa kila nyota. Tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, muda wake mzuri leo ni saa 10 na dakika 25 hadi saa 1 na dakika 25. Taurus saa 9 na dakika 20 mpaka saa 1 kamili. Gemini saa 9 na dakika 15 mpaka saa 4 na nusu. Kaa saa 11 kamili hadi saa 3 kamili. Simba saa 2 za usiku mpaka saa 4 kamili. Vigo saa 10 kamili mpaka saa 1 na nusu. Libra saa 11 na robo hadi saa 3 na dakika 50. Scorpio saa 8 na dakika 35 mpaka saa 12 kamili. Mshale saa 5 na dakika 45 hadi saa 10 na dakika 50. Capricorn saa 9 kamili hadi saa 1 na dakika 55. Aquarius saa 4 na robo mpaka saa 9 na dakika 45. Tukimalizia na upande wa nyota ya samaki saa 12 kamili mpaka saa 4 na dakika 5. Tunaendelea na utabiri wa watoto chini ya miaka 12 na ambao wamezaliwa leo, na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto na ambaye hajafanikiwa kupata mtoto. Tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, mabadiliko madogo yatatokea kwa mtoto. Taurus, shauku ya kufanya jambo fulani itakuwa juu. Gemini, atazingatia jambo lililo mbele yake. Kaa umaridadi utaonekana leo. Simba, hatokubali kushindwa. Vigo, ukimwangalia paji lake la uso ni rahisi kumsoma. Libra, atakuwa msikilizaji mzuri zaidi. Scorpio atasema maneno ambayo yatashangaza wengi. Mshale, mashirikiano yake na wengine ni mazuri leo. Capricorn atachapa kazi ili tu aweze pata nafasi ya kuwa pamoja na wazazi wake. Ndoo, ukaribu wake na wazazi wake ni mzuri sana. Nyota ya samaki atakuwa anauliza kila muda mara kutokana na kufocus na jambo la pamoja. Tunaendelea na kuangalia watoto ambao wamezaliwa siku ya leo. Watakuwa wapishi, wanasayansi, waigizaji, wana mahesabu, watu wa imani, kwa sababu siku kama ya leo alizaliwa Adolf Windaus, ambaye ni mshindi wa tuzo ya Nobel ya kemia mwaka 1928. Vile vile alizaliwa Humphrey Bogart, ambaye huwa alikuwa ni mwigizaji wa filamu kutoka Marekani, na vile vile alizaliwa Gerhard Herzberg, ambaye ni mshindi wa tuzo ya Nobel ya kemia mwaka 1979. Vile vile alizaliwa Ernst Rusker, mshindi wa tuzo ya Nobel ya fizikia mwaka 1986. Vile vile alizaliwa Anwar Sadat, ambaye huyu alikuwa ni rais wa Misri, ambaye alikuwa pia mshindi wa tuzo ya Nobel ya amani mwaka 1971. Vile vile alizaliwa Rafael Ndingi, ambaye huyu ni mwana Anzeki, ambaye alikuwa ni askofu mkuu wa kanisa Katoliki jijini Nairobi, Kenya. Pia tunatakia heri ya kuzaliwa wote walizaliwa siku kama ya leo. Ushauri kwa mama, kila siku ni mpya kwako katika malezi. Ujumbe, walikuwa hajafanikiwa kupata watoto, mwanzo mpya unakuja. Ulikuwa nami na bye bye.